Bwana, kwa taarifa ambazo zipo na zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba inasadikika kwamba kuna wachezaji wa Tabora ambao wamepokea rushwa kutoka Young Africans, na ni vitu ambavyo pia vimethibitishwa pia, kama unakumbuka, na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, kwa kusema kwamba anasikia kuna meseji ambazo wachezaji wa Tabora wametumiwa, lakini ni meseji ambazo wanapewa pesa, na akawaambia kabisa pesa kuleni, lakini kazi mwenyewe mfanye kazi. Ile ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaeleza hivyo, lakini vinaonesha kwamba Yanga wametoa rushwa kwa wachezaji wa Tabora United ili waweze kupata matokeo ya alama tatu. Ni vitu ambavyo vinasemekana, by the way, sio kwamba imeshathibitishwa, lakini ni kitu ambacho kinasemekana hivyo, ingawa kwa kauli ya mkuu wa mkoa wa Tabora inaweza pia kuthibitisha kauli kama hiyo. Sasa kwenye masuala ya upangaji wa matokeo, hivi ni vitu ambavyo vinaanza kutupa picha nyingine ya tofauti, kwa maana kwenye malalamiko ya watu kwenye masuala ya upangaji wa matokeo, watu wanaweza kuanzia hapo. Unajua, timu kama Young Africans ni timu ambayo imekuwa ikizungumzwa kwenye haya masuala ya upangaji wa matokeo kwa muda mrefu, watu wengi wakilalamika na kuhusisha mpaka masuala ya udhamini wa GSM na nini na vitu kama hivyo. Sasa haya ni mambo ambayo kidogo yanatupa shida, ni mambo ambayo kidogo bodi ya ligi na TFF wanapaswa kuyatazama kwa undani kabisa, kwa sababu kuna taarifa pia kwamba hata Tabora United waliwahi kugomea udhamini wa GSM, lakini sasa hivi kwamba mwanzoni waliwahi kumomba GSM wa wadhamini wakagoma, lakini sasa hivi GSM wameomba Tabora wadhamini kwa sababu tu eti kuna hiyo influence ya wanahitaji hizo alama tatu na vitu kama hivyo. Sasa ni tetesi tu, ni taarifa ambazo zinazungumzwa, bado hazijathibitishwa, lakini nafikiri bodi ya ligi, TFF na vyama na vyombo vingine vinapaswa kuangalia vizuri hili swala. Inawezekana kweli kuna rushwa kuu inatendeka kwenye mpira wetu. Sitaki kuamini kwamba haipo, ila ninachokiamini mimi ni kwamba rushwa ipo na inafanya kazi, na kuna viongozi wa vilabu wanatoa rushwa moja kwa moja. Tumeanza kusikia kwa viongozi wa Young Africans ikisadikika kwamba nao wametoa pesa kwa wachezaji wa Tabora United. Tumeona video ile umesikia ile audio ikiwa inatembea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia umeona maongezi yale ya goalkeeper wa Tabora akiwa anaeleza namna ambavyo anashawishiwa kuuza mechi aweze kupewa hela. Ni vitu ambavyo vinafikirisha kusema ukweli. So kwa viongozi wa Simba, kwa viongozi wa Yanga na viongozi wa timu zingine, kama kweli wanafanya hicho kitu inabidi waache, lakini pia mamlaka za soka zinapaswa kufuatilia jambo kwa karibu zaidi, na kama itasadika kwamba kweli hawa watu kweli wanatoa rushwa, basi adhabu iweze kutolewa, kwa sababu hatuwezi kuendesha ligi ambayo rushwa imetawala kwa kiasi kikubwa. Yaani unajua mpira wetu umekuwa, na kama mpira wetu umekuwa, maana yake tunapaswa kuwa na viongozi ambao wana uwezo wa kutekeleza mambo kwa uweledi wa hali ya juu. Na kama tuna viongozi ambao hawatekelezi mambo kwa uweledi wa hali ya juu, itakuja kutuathiri sana kwa kiasi kikubwa. Leo tunaiona ni jambo la kawaida, lakini mind you, hili sio jambo la kawaida, hili ni jambo kubwa sana, ni jambo ambalo linaweza kupelekea mpira wetu kaenda sehemu mbaya sana. Kwa moja ya vitu ambavyo tunapaswa kuviangalia ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria ambazo zinalinda wachezaji na viongozi kujihusisha na masuala kama hayo. Of course sheria zipo, lakini inaonekana kama hazisimamiwi vizuri. Kwa mfano, leo mkuu wa mkoa anasema kwamba amethibitisha kwamba kuna wachezaji wamepokea rushwa. Ameona hizo meseji na amewaambia hela kuleni, lakini mfanye kazi. Sasa yeye ni mkuu wa mkoa na anajua kwamba rushwa ni kosa kisheria. Kwa nini asiweze kuadhibu au kutumia mamlaka alionayo kuadhibu wale wachezaji ambao inasadika kwamba wamepewa rushwa? Na kama ni kweli inaonekana hivyo, kuna wachezaji ambao wamepokea rushwa, kwa nini bado wameendelea kubaki ndani ya timu? Kwa sababu kama inathibitisha kwamba kuna wachezaji ambao wanapokea rushwa, maana yake kinachotakiwa kufanyika ni kwamba kwanza klabu inatakiwa kuwasimamisha hao wachezaji na kuwaripoti kwenye mamlaka husika, lakini bado klabu ya Tabora imeendelea kukaa kimya. Sasa kukaa kwa kimya maana yake wanapenda hivyo vitu viweze kuendelea. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaweza kuleta shida zaidi hapo mbeleni ni kwamba kuna watu ambao wanaweza kwenda kusababisha athari kubwa zaidi kwenye mpira wetu. Kwa maana watu wanajua mambo, wanajua matatizo ambayo kwenye mpira wetu, lakini hawazungumzi ukweli na hawatoi adhabu inayotakiwa. Kwa sababu kama leo Tabora United inathibitisha, inasadiki kwamba kuna wachezaji wake wamepewa pesa kwa ajili ya kwenda kuuza mechi, na maana kama klabu inatakiwa kwanza kufanya uchunguzi wa haraka na kuhakikisha baini kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao kweli wamethibitishwa hivyo wamepokea hiyo pesa, waweze kusimamishwa, wasihusike kwenye mchezo, kwa sababu wakihusika kwenye mchezo ina maana hiyo itawapa shida wao.
na itawafanya wao sasa waendelee wapoteze mchezo, na wakipoteza mchezo manake wamepoteza alama 3. So moja ya vitu ambavyo natarajia kuviona au sinatarajia kuvisikia ni kwamba hawa wachezaji ambao wanathadiki kwamba wamepokea pesa waweze kuchukua hatua za kisheria ili kuhakikisha kwamba inatukua ni fundisho kwa watu wengine. Sasa ikitokea vitu kama hivi vinatokea na hakuna adhabu yote ambayo inatolewa, manake ni kama kupalilia ugonjwa. Manake vitu vinaweza kuendelea kufanyika, na vikiendelea kufanyika hali inaweza ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo rai yangu kwa TFF, bodi ya ligi, tayari tumesikia kwamba inasemekana kwamba Yanga wametoa rushwa kwa wachezaji wa Tabora United. Hilo jambo lifuatiliwe. Likifuatiliwa hilo, ufumbuzi utapatikana, na ukipatikana tutajua ni nani ambaye ni mhusika mkuu, na yule ambaye ni mhusika mkuu anatakiwa kufungiwa, kwa sababu sheria za nchi haziruhusu mtu kutoa rushwa. Lakini pia kwenye michezo hairuhusiwi klabu, mchezaji au mtu yoyote kutoa rushwa kwa wanamichezo. Ni kitu ambacho ni kosa kwenye sheria za FIFA na CAF. So moja ya vitu ambavyo wanapaswa kuvitazama ni pamoja na hilo, kwamba uimara uwe ni mkubwa, lakini pia watu wafanye mambo kwa uweledi ule ambao unatakiwa. Haya mambo ya kutoa rushwa kwenye michezo sio mambo mazuri.